Kipimo hiki hakipimi uwepo wa yai, labda niseme kipimo hiki hakipimi uwepo wa mayai. Chenyewe kinapima kama mwanamke yuko katika ovulation, yani yuko katika siku ambazo akikutana na mwanaume basi kuna uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito. Lakini haimaanishi kwamba kila atakayepima kwa kutumia kipimo hiki na kaonekana iko katika ovulation basi akikutana na mwanaume atashika ujauzito. Bado ujauzito unahitaji utimamu wa afya ya uzazi kwa wote wawili. Kwa mwanamke anaweza akawa yuko katika ovulation na ana utimamu, lakini kama mwanaume hayuko katika utimamu wa kusababisha ujauzito, bado kutakuwa na ugumu wa kushika ujauzito kwa mwanamke. Kwa hiyo hii sio justification. Yaani hiki kipimo kisije kikatumika kwenye kuhukumu kwamba tumepima imeonekana yuko katika ovulation, mbona sasa ashike ujauzito. Bado kuna mambo ya ziada ambayo yanahitajika ili mwanamke aweze kupata kushika ujauzito. Kipimo hiki sio cha kupima mimba. Kinataka kifanane kiasi fulani kama kile kipimo cha kupima mimba, lakini hichi kinapima ovulation. Hiki kinapima mwanamke kama yuko katika ovulation. Ovulation ni pale ambako yai limeachiliwa kutoka katika ovary kuja katika uterus ambao ni mji wa uzazi kwa ajili ya kurutubishwa. Sasa hichi kipimo kina detect homoni ya luteinizing, ambayo homoni hii hupatikana kwa mwanamke ambaye yuko katika ovulation. Na kipimo hiki kina kits 3, yani kina vipimo vitatu ndani yake, ambapo mtu atapima angalau mara 3 kwa sababu ovulation inaweza ikawa kati ya siku 1 hadi 3. Kwa hiyo utapima, ukiona iko faint utapima. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, leo tupate kuangalia kipimo cha kupima ovulation, kipimo cha kupima siku ambayo kuna uwezekano wa kushika ujauzito, kipimo cha kupima kipindi ambacho yai limetolewa kutoka katika mfuko wa mayai kuja kwenye mji wa uzazi au uterus kwa ajili ya kurutubishwa. Kipimo chenyewe ni hichi hapa. Hichi hapa kinaitwa ovulation kit au jina la kibiashara inaitwa Ovarid, kama unavyoona hii hapa. Sasa tutaelezea hii kinapimwaje, lakini pia namna ya kusoma readings zake. Lakini kabla tufikie kwenye namna ya kupima na jinsi ya kusoma readings za hichi kipimo, kwanza tuangalie ovulation ni nini. Watu wengi hupata kuchanganya sana kati ya ovulation na kipindi cha urutubishaji, yani fertile period au kipindi cha hatari. Sasa ovulation hii kwa kawaida huwa ni kipindi ambacho yai linatolewa katika ovaries na kufikia katika mji wa uzazi, yani tumbo la uzazi, yani uterus. Siku ile ambayo yai linaachiliwa kutoka kwenye ovary kuja katika uterus, hiyo ndio inaitwa ovulation. Sasa yai kutoka kwenye ovaries inakuja katika fallopian tube na baadaye kufika katika uterus. Hii ovulation huwa ni ndani ya siku 1 hadi siku 3, lakini ovulation yenyewe kabisa, yani ile yai ambayo limeachiliwa, huwa linaishi kwa muda wa masaa 12 hadi 24. Na hapa kuna very interesting story. Yani watu wengi huwa wanachanganya kati ya ovulation kama nilivyosema pamoja na fertile period au kipindi ambacho kuna uwezekano wa kushika ujauzito. Sasa ovulation huwa ni ndani ya siku 3, yani ni kati ya siku 1 hadi 3. Alafu fertile period yenyewe huwa ni ndani ya siku 7. Kwa ovulation iko ni ndani ya kipindi cha urutubishaji, yani ovulation iko ndani ya siku za hatari. Kwa hiyo ndani ya siku za hatari ndani yake kuna kipindi hiki cha ovulation.
Okay, turudi kwenye mada yetu. Kipimo cha kujua kama uko katika ovulation. Kipimo cha kujua kama uko kwenye ovulation na hivyo kuna uwezekano wa kushika ujauzito. Sasa kipimo chenyewe kama nilivyosema ndio hichi hapa. Hichi kipimo unapima ili kujua kama leo ukikutana unaweza kushika ujauzito au leo yai limeachiliwa, kwa hivyo unaweza ukawa kuna uwezekano wa kushika ujauzito. Sasa kipimo hiki chenyewe kinapima aina fulani ya homoni ambayo huwa inapatikana katika damu au mkojo wa mwanamke ambaye yuko katika ovulation. Hiyo homoni kwa kawaida inaitwa luteinizing hormone au kwa jina la kitaalamu inaitwa luteinizing hormone. Sasa uwepo wa hiyo hormone huwa inatujulisha kwamba huyu mwanamke yuko katika ovulation period, na hivyo kama yuko katika ovulation ina maana yai limeachiliwa. Kwa akikutana na mwanaume kuna uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito kama hao watu wote wawili wakiwa wana utimamu wa afya ya uzazi, kwa maana ya kwamba mwanaume naye ana uwezo wa kusababisha ujauzito na mwanamke ana utayari wa kushika ujauzito. Kwa hiyo wakikutana hapa kuna uwezekano mkubwa wa kushika ujauzito. Sasa kwa ndani hichi kipimo kiko namna hii. Wacha tuone ndani. Kwa ndani kiko namna hii. Kiko namna hii. Kwa hiyo hapa hatutachana, lakini nitakuonesha tu kwa picha kama inavyoonekana kwenye hii cover lake. Kwa humo ndani kipimo chenyewe kiko na picha hii hapa. Sample inayotumika kupima katika hichi kipimo ni mkojo, ambapo utaandaa mkojo kwenye chombo ambacho ni kisafi kabisa, au unaweza ukamiminia drops kadhaa za mkojo katika sehemu hii hapa kama inavyoonekana katika hii picha. Alafu baada ya dakika kama 5 hivi utapata matokeo kama haya, ambapo acha tusogeze kamera hapa, ambapo readings zake ni hizi. Kama unavyoona hapa, mistari miwili yote imekolea au mmoja umekolea mwingine uko faint. Hii inamaanisha ni positive. Positive maana yake kwamba huyo mtu yuko katika kipindi cha ovulation. Kwa hivyo kama endapo akikutana na mwanaume hii siku, kuna uwezekano mkubwa wa kupata ujauzito. Hii inakuwa mstari umefifia, kwa maana ya kwamba hapa anakuwa ni yuko katika ovulation lakini ni mbali kidogo, yani hayuko kwenye ile peak. Sasa hayuko kwenye peak kwa sababu gani? Kwa sababu ovulation tumesema ni ndani ya siku, kati ya siku 1 hadi 3. Sasa unaweza kupima siku ya kwanza ikawa faint, ukipima siku ya pili mistari yote itaonekana imekolea kama hivi. Ikitokea mstari mmoja upande huu wa C, ikatokea mstari mmoja mwekundu afu huko kwingine hakuna, hii ni negative. Au ikatokea mstari mmoja katika C na mstari mwingine katika T ambao ni faint, hii pia tunaitem kama negative, lakini huyu mtu anapaswa kuwa na subira tu, masaa kadhaa mbele atapima tena. Na ikitokea umepima hajatokea mstari hata mmoja, au umetokea mstari mmoja umekolea lakini uko kwenye T, hii tunasema ni invalid. Invalid maana yake nini? Maana yake kipimo kimekosewa, inafaa upate kurudia tena kipimo kingine na urudie kwa umakini kabisa. Sasa hii ni kwa namna ambavyo readings zinavyokuwa. Kipimo kinapimwa mkojo wote, lakini mkojo wa asubuhi unakuwa ni mzuri zaidi kwa sababu ya accumulation ya hii luteinizing hormone kwenye mkojo. Kwa hiyo mkojo ukiwa ni wa asubuhi inakuwa ni vizuri zaidi kwa ajili ya matokeo sio kuwa na utata. Alafu jambo jingine kwa kumalizia ni kwamba vipimo hivi ambavyo vinatumia mkojo
vinahitaji sana umakini, lakini pia kifaa ambacho unaandalia mkojo kiwe ni kisafi ili kuepusha majibu yenye utata.